Unacheki kijiti au maiki? Kijiti. Aha, ni kijiti. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Habari za mchana ndugu wa Tanzania. Natumai tuko salama siku ya leo ya Jumatatu. Tumeitana hapa japo umekuwa ni mwito wa haraka haraka, lakini tunayo matangazo yetu ambayo tumekusudia kuwatangazia ili kuepusha maswali ya mwandishi mmoja mmoja na kuepusha maswali ya wanasimba kuelekea katika matukio yetu makubwa mawili ambayo yako mbele yetu. Tangazo la kwanza ama taarifa ya kwanza ambayo tungependa kushia nanyi ndugu zetu waandishi wa habari, taarifa iwafikie wanasimba, ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC ambapo tuko hapa kutangaza ya kwamba mechi zetu za ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliotumia vema msimu uliopita na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kwa shukuru wamiliki wa uwanja huo JKT Tanzania kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Goso Akaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Kuelekea katika mchezo huo tumewiwa kutangaza viingilio mapema ili kuwapa nafasi watu kuweza kununua tiketi. Kumekuwa na changamoto ya kimaendeleo ya mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi, ambapo kwa sasa ununuaji wa tiketi unanunuliwa ama tiketi zinanunuliwa kupitia mitandao ya simu ya mkononi. Maana ukiwa na simu yako ya mkononi unaingia kwenye system ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, unakwenda unanunua tiketi yako. Kwa mashabiki wa Simba hasa wa nyumbani, ili kwao linakuwa ni zoezi geni kwa sababu mechi ya kwanza kutumika mfumo huu ilikuwa ni pale visiwani Zanzibar kwenye mechi ya ngao ya jamii. Tunajalia kwamba si mashabiki wengi ambao wa Simba waliweza kupractice mfumo huu. Baada hapo tumecheza mechi 3 za ugenini ambazo tunaamini ni mashabiki wachache sana kutoka Dar es Salaam ndio ambao wameweza kutumia mfumo huu. Mechi yetu ya tarehe 27 ndio ambapo mashabiki wengi zaidi wa Simba kwa wakati mmoja watakwenda kukutana na mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi za kuingia uwanjani. Ni mfumo mzuri, ni mfumo rahisi, lakini kwa kuwa ni mpya tunahitaji kuendelea kuupigia kelele na kuuzungumzia ili watu waweze kuelewa. Kwa nini ni mfumo rahisi? Huna haja tena ya kutafuta kituo kinachouza tiketi. Huna haja tena ya kwenda kwa wakala anayeuza tiketi. Huna haja ya kufunga safari kutoka Magomeni ukaenda Kariakoo kwa Lampard kwenda kununua tiketi. Huna sababu hiyo tena. Una simu yako mkononi kitandani, hapo hapo unanunua tiketi yako, unakuwa umemaliza. Changamoto kubwa ni kwa wale watu ambao hawana simu janja, hawana smartphone. Mtu ana kiswaswadu chake, anaweza akafanyaje?
Kama hauna smartphone, unachoweza kufanya ni kumwomba mtu akununulie tiketi yako hiyo, kwa sababu mtu mmoja ana uwezo wa kununua mpaka tiketi 5. Kwa hiyo kama huna simu kubwa, huna simu janja, huna smartphone, mtafute mtu unayemwamini, mpe kiingilio chako, akununulie tiketi yako. Baada ya hapo uweze kuingia uwanjani. Na kama mtu akikununulia, maana yake kwa kuwa wewe huna simu kubwa, kuingia kwako uwanjani ni lazima uambatane naye. Ukifika pale getini, ana scan ile tiketi yake iko valid, unaruhusiwa, unaingia uwanjani. Niwaombe mashabiki wa Simba tusitumie muda mwingi kulalamikia mfumo huu. Kwanza ni teknolojia na dunia inahama kwa kasi kwenda kwenye teknolojia. Siku hizi watu hatupangi tena foleni ya kwenda kulipia luku. Siku hizi unanunua tu kwenye mtandao wa simu, maisha yanakuwa ni gwede. Siku hizi hatupangi tena foleni kwenda kwa wakala, sijui kulipia kingamuzi, si kufanyaje, unalipia mwenyewe kwenye simu yako ya mkononi. Kwa dunia imeshahama huko kwenye mafoleni na mavitu kama hivyo. Unaweza ukakidhi haja zako mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo badala ya kushambulia na kulalamika, ni vema tukatumia muda huu namna gani ya kujifunza kutumia mfumo huu ili iweze kuwa rahisi kwetu. Kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Ogos Wakaya Coastal Union tarehe 27 ya mwezi wa 8, viingilio katika mchezo wetu huo itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIPA. Tunafahamu Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao uko mbali kidogo na maeneo mengine huku ya Dar es Salaam, lakini hatuna budi wanasimba kuupokea uwanja huo, na kumbuka hii ni sehemu salama zaidi kwa Simba Sports Club. Msimu uliopita tumeutumia uwanja ule, hatujapoteza hata mchezo mmoja kwa maana ya kufungwa, ukiachilia mbali sare 2 ambazo tulizipata, moja na Mtibwa na nyingine na kwenye dabi sare bao 2-2. Kwa hiyo ni sehemu salama kweli kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo mashabiki wa Simba hatuna budi kuupokea uwanja huu na kujitokeza kwa wingi pale ambapo mnyama anakuwa anacheza. Kwa hayo ndiyo ambayo yanahusiana na ligi kuu ya NBC. Na kikosi kimerejea jana kutoka Singida ambapo tulikuwa na mchezo robo finali, lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka,
lakini vile vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Might Wonders ambao ni mabingwa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao, tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika huu, ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sijui Botswana, Malawi, sijui Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo utaratibu wa safari ni kama ufuatavyo. Tunataraji kuondoka Dar es Salaam saa 1 kamili usiku siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 9. Safari yetu itaanzia Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engen mkabala na Ubungo Plaza. Ni sehemu maarufu ambayo tumekuwa tukianzia safari yetu hapa. Kwa wale ambao wamesafiri kwenda Ngorongoro wanakumbuka sehemu ambayo tulianzia safari yetu. Na safari hii ni tofauti kidogo na safari za kikawaida za mashabiki. Hii ni safari ya luxury, ni safari ya kuenjoy, ni safari ya kufurahia, ni safari ambayo tunakwenda huku tunafurahia safari yenyewe. Ni safari ambayo ndani yake kunakuwa na burudani, kadi ya manjano. Hii ni muhimu kweli kweli. Hatutapokea nauli ya mtu kama hauna passport na kama hauna yellow fever card. Kama unahitaji kupata kadi ya yellow fever, unaweza ukatupigia tukakwambia wapi unaweza kupata. Lakini kwa haraka tu ukienda hospitali ya Mnazi Mmoja, ukifika pale unapima, unafata procedure zote, unapata kadi yako na wewe unakuwa sehemu ya safari yetu ya kwenda Malawi. Kwa wale ambao watakuwa wako mbali na wanahitaji safari hii, ile namba nimesahau kuiandika hapa. Baada mpe nani anipe namba ya platinum hapo. Mshtue bwana Chiko Ushindi. Mekwaje tena? Uchawi upo. Nimejiandaa vizuri, nimesahau namba. Kwa wale ambao watakuwa wako mbali, mtu pengine yuko zake na Chingwea huko na anataka hii safari, anaweza akashindwa kuja hapa ofisini physically. Unaweza ukatupigia kwa nambari ya simu, ukalipa nauli yako, ukatuma kopi ya passport yako pamoja na kopi ya yellow fever yako. Kwenye huu upande, wakati nasubiri namba, kwenye huu upande wa yellow fever, tujitahidi kila mmoja achukue yellow fever yake kutokea hapa Dar es Salaam, kwa sababu ukitegemea kwenda kupata pale mpakani
unaweza ukabaruzwa ukajikuta unapoteza fedha nyingi. Hayo ni maandalizi kwa upande wa Dar es Salaam. Wenzetu wa Mbeya na wenyewe vile vile wanafanya maandalizi ya kuungana nasi kuelekea katika safari yetu hii ya kwenda Malawi. Mpaka sasa nimeshapokea orodha ya wanasimba wasiopungua 70 ambao wanapatikana wilaya ya Kyela kwenye matawi ya Simba ya Kyela, ambao wameshaanza wao kujikusanya kwa nauli ya shilingi 130,000 kwa ajili ya kuelekea Malawi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba wote wa Mbeya, wao ndio wenyeji wetu kwenye safari hii. Tunategemea wao ndio watakuwa wengi zaidi kwenye safari hii. Kwa hiyo wilaya zote za Mbeya kuanzia Songwe, Tunduma yote ile kurudi hivi kuja mpaka Mbeya mjini, kwenda mpaka Makongolos, Chunya, kuja mpaka Kyela kwenyewe, wanasimba wote wa mkoa wa Mbeya tarehe 4 tukutane mpakani pale, tukutane mpakani kwa ajili ya kuvuka pamoja kuelekea Lilongwe kwenye mchezo wetu huu. Tunategemea mkoa wa Mbeya ndio utatoa idadi kubwa ya mashabiki, kwa sababu wao ndio majirani zetu na wao ndio tunawategemea waende wakatusaidie kutafsiri wakati wa Malawi watapokuwa wanazungumza na sisi kwa kilugha chao, kwa sababu Wanyakyusa na Wamalawi wanaelewana kidogo. Kwa hiyo tukiwa na Wanyakyusa wengi kwenye safari hii, hakuna Malawi ambaye anaweza akatutukana. Akitukana mwambie Mwakalobo amesemaje huyo? Amesema 1 2 3. Kwa hiyo kama mtusi maana yake unaruka naye hapo hapo. Kwa hiyo tunategemea tapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa watu wa Mbeya pamoja na Iringa yake kwa ujumla kwenye safari hii ya kwenda kumshuhudia mnyama akianza vema kampeni yake ya kwenda hatua ya makundi na hatimaye finali, nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Angalizo la muhimu, tukifika pale boda tuache ujuaji na tuache kuzagazagaa hovyo. Tukifika pale boda, focus yetu ya msingi ni kuvuka kuelekea upande wa pili. Mara nyingi tukifika boda pale watu wanasambana, kila mtu anakula mtaa. Inatupa wakati mgumu kwenye kujikusanya pamoja ili tuvuke kwa pamoja tuingie upande wa pili. Kwa safari hii tukifika boda kwa utaratibu wa kueleweka, kwa sababu tunakuwa tayari tumeshakula Kyela, tumeshaoga Kyela, tuko safi, tumependeza. Maana yake ni kwamba tukifika boda shughuli yetu ni moja tu, kuvuka kuingia upande wa pili. Pale boda kuna harakati za kuchange fedha na zenyewe tuwe makini. Kuna watu huwa wanapigwa sana pale. Kabla ya kuchange fedha, hakikisha ya kwamba umepata taarifa ya kutosha kuhusiana na money exchange. Usije ukachange fedha ukatoa hela nyingi ukapewa hela kidogo. Wajanja wengi pale boda. Kwa ni vema ukafika ukatuliza akili. Kama kuna taasisi ya kifedha pale, ukaenda ukachange fedha zako, ukaingia Malawi ukiwa uko clean, haujatapeliwa na wala haujaibiwa. Kwa wale wote ambao wanahitaji kuungana nasi kwenye hii safari na ratiba za makazini ama za safari zinawabana kuja kuleta nauli zao hapa, wanaweza wakapiga simu na muhimu ni kwamba hatupokei order. Tunapokea fedha, tunapokea yellow fever, tunapokea passport. So upige simu, niwekee siti 2. Hatupokei order. Tunapokea fedha iliyonyooka. Tunaanza na basi la kwanza ambalo ni basi la Simba Sports Club. Likija tunakodi mabasi mengine. Tusikose walau mabasi 3 ili twende tukaizamishe Malawi. Kwa nambari ya simu ya kupiga na kulipa fedha yako ni 0742 771 311. Narudia 0742 771 311. Hiyo ni nambari ya simu ya mkononi ambayo unaweza ukapiga ukalipa fedha zako na jina
litatoka Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, kama kuna maswali basi niruhusu, lakini niwakaribishe nanyi ndugu zangu waandishi wa habari, twendeni Malawi. Mwaka mzima umekaa Dar es Salaam au mwaka mzima umekaa Tanzania, tutoke kidogo, twendeni Malawi. Hata Malawi inawashinda wanangu, twendeni Malawi. Sababu Malawi ni Mbeya ya zamani, twendeni Malawi. Sawa bana mwambie bosi wako mpenja, twende Malawi. Kila siku tu Tabata bima. Safari hii unakwenda Malawi. Sawa bana Jadu sina wasiwasi naye, sababu yeye ndo boss. Anajilipia tu mwenyewe, anakwenda Malawi, hana shida. Globo sina shida naye, yule Saliari anatoa tu hela kwenda Malawi. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu. Swali. Meja Jenerali Samuyo ni ngome yetu ya ushindi. Ndio maana tumechagua kwenda Meja Jenerali Samuyo. Panapokupa amani ndipo unapopachagua. Kwa kama msimu uliopita tumecheza pale zaidi ya mechi 10 na tumepata sare 2 tu, maana yake ni kwamba hii sehemu sisi kwetu wana Simba ni sehemu salama kweli kweli. Kwa hiyo tumechagua sehemu salama ambayo inaweza ikatusaidia kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu, ambayo ni ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Msimu uliopita Meja Jenerali Samuyo imetupa ubingwa wa kombe la CRDB. Kwa hiyo mwaka huu tukasema acha tukachukue na ubingwa wa NBC. Ndiyo Tima Sikilo. Welewa hivyo. Elewa hivyo. Tukutane Samuyo mbali ndo unyama kule. Pia mwalimu kocha mkuu alishawahi kwenye interview zake kuzungumzia kwamba ule uwanja kwa kidogo ulikuwa una changamoto. Sasa sijui labda mmeamua tu kwenda naye hivyo hivyo, pamoja na kwamba kuna wakati haumridhishi au mmeshakaa mkasofa. Ni ruhusu nisijibu kwa kama unanipenda. Sawa Tima. Lakini nadhani pengine itakuwa na mwendo mzuri kwa kutamatika kwa ligi yetu msimu huu. Kwa namna ambavyo tumeanza nayo. Inaweza ikawa. Kuna haja kama klabu kupewa labda elimu yoyote kuhusiana na teknolojia hii ama mnafahamu? Unajua kanuni, labda niwaambie, kanuni haituruhusu kiongozi afisa kuzungumzia kuhusiana na hayo maamuzi. Kwa hiyo ndio maana nasema kama unanipenda naomba nisijibu hilo swali. Sina nikatoa maoni ama nikatoa ya moyoni afu kesho na kesho kutwa sielewe lakini kuhusiana na elimu tunaitoa na tunaendelea kuitoa kwa wachezaji, benchi la ufundi, namna gani ya kuishi kwenye mfumo huu wa teknolojia. Kitu chochote kipya kinapoingia kwenye jamii lazima hicho kitu kitolewe elimu ili kuweza kuishi kwenye hicho kitu kipya. Kwa hiyo kwenye football yetu hivi sasa kuna kitu kipya kimeingia ambayo ni video support. Sasa haiwezi kuwa kama mwaka jana au mwaka juzi. Lazima tupeane elimu namna gani ya kuishi kwenye hii teknolojia ili kwanza isitudhuru, lakini pili iweze kutunufaisha. Kwa hiyo tunatoa hiyo elimu kwa wachezaji mazoezini, tunazungumza nao kabla ya mechi, tunazungumza nao na tunakuwa na video review ya kwamba hiki kimetokea na tukaadhibiwa kwa sababu ya hiki ama tukanufaika kwa sababu ya uwepo wa hiki. Kwa hiyo wakati mwingine tuweze kujepusha. Kwa hiyo tunazungumza sana na wachezaji wetu namna gani ya kuweza kuishi tukiwa chini ya teknolojia mpya ya video support. Hata kwako